Bwana, ni kwamba klabu kutokea kanda za UNAF kwa maana ya kutokea Uarabuni zinaendelea kuibomoa klabu ya Young Africans kwa kuendelea kuchukua baadhi ya wachezaji wao. Tunawafahamu kabisa mpaka hivi sasa tayari wamekwisha kumchukua miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa ni tegemeo kabisa kunako klabu ya Young Africans. Na hapa tunamzungumzia Stefan Aziz Ki ambaye tayari amekwisha kujiunga na klabu ya Wydad Casablanca. Lakini hivi sasa bana Waarabu tayari amekwisha kuhamishia kambi kwa miongoni mwa wachezaji ambao wanafanya vyema sana katika eneo la ushambuliaji kunako klabu ya Young Africans. Na hapa si mwingine ni mchezaji ambaye anawika kabisa hasa kwa upande wa wale wachezaji ambao ni wazawa. Na hapa tunamzungumzia Clement Mzize, miongoni mwa wachezaji ambao majina yao tayari yamekwisha kufika katika vilabu vya Uarabuni. Na kutokana na miongoni mwa wachambuzi kwa hapa nchini Tanzania, hapa tunamzungumzia Hans Raphael, ni kwamba Zamalek wanakaribia kukamilisha usajili wa Clement Mzize kutoka Yanga, na mazungumzo ya vilabu vyote viwili yamefanyika na yako katika hatua za mwisho kabisa. Na ofa ya Zamalek inaambiwa ni kubwa zaidi kuliko ofa ya klabu ya kutokea kule nchini Algeria. Hapa tunazungumzia JS Kabylie na Al Ittihad kutokea kule Libya. Kwa hiyo suni tu Clement Mzize tayari huenda akaenda kujiunga na klabu ya Zamalek. Kama tunavyojua ni kwamba Zamalek hivi sasa ni miongoni mwa klabu ambazo zinajipambanua kunako michuano ya kimataifa. Kama tunavyojua ni kwamba Zamalek walikuwa wamepotea kabisa kunako anga za kimataifa, lakini hivi sasa wanaendelea kufanya usajili ambao unaendelea kufanya klabu hiyo iweze kutoa ushindani mkubwa kwenye michuano ya CAF Champions League, lakini pia vile vile kwenye michuano ya CAF Confederation Cup. Tunakumbuka mwaka uliopita ndio walifanikiwa kuchukua ubingwa wa kombe la shirikisho, lakini msimu huu hakuwa na bahati, kwani walitolewa katika hatua ya robo finali na Stellenbosch ya kutokea kule nchini Afrika ya Kusini. Kwa hiyo wamekita kambi yake kunako klabu ya Young Africans, na suni tu mambo kama yataenda kuwa sawa, basi Clement Mzize huenda naye akawa mchezaji wa pili kuweza kuondoka kunako viunga vya Twiga na Jangwani. Lakini cha msingi kwa ambao wanaendelea kuifuatilia Mlacha Media, kama bado hujasubscribe, bado una nafasi ya kuweza kusubscribe. Njia ni rahisi tu, ukishabonyeza maandishi yaliyoandikwa subscribe, moja kwa moja unakuwa umefanikiwa kujiunga na familia hii ya kimichezo. Kama kawaida, sika zetu ni moja tu, kuhakikisha zile taarifa zote za kimichezo ambazo zinaendelea kujiri kunako upande tofauti tutakuwa tunadondoshia hapa, na wewe unakuwa unazipata kwa uzuri zaidi. Clement Mzize ni miongoni mwa wachezaji ambao inasemekana wana miaka midogo ama wana miaka michache. Mpaka hivi sasa Clement Mzize ana miaka 22. Wanda Kid huyu kutokea pale mitaa ya Twiga na Jangwani. Moja kwa moja endapo atafanikiwa kujiunga na klabu ya Zamalek, ni kwamba Yanga watakuwa wameshapoteza mchezaji mwingine ambaye ni tegemezi kunako klabu hiyo. Kwa hiyo hizo zilikuwa ni taarifa kuhusiana na mchezaji huyu ambaye ana kiwango bora kweli kweli, hasa tunapozungumzia kwa upande wa wachezaji wazawa. Unajua mpaka hivi sasa kunako ligi kuu ya NBC Premier League, Clement Mzize yupo katika nafasi ya pili kwenye ule mchuano wa kusaka mfungaji bora. Mpaka hivi sasa amefanikiwa kufunga mabao 13 akiwa nyuma ya Jincha Zawawa wekundu Msimbazi Simba, ambaye tayari amekwisha kupachika mabao 15. Kwa hiyo unaona ni miongoni mwa wachezaji ambao wana kiwango bora kweli kweli, na Zamalek wao tayari wamekwisha kuliona hilo, ndio maana wanamhitaji ama wanahitaji huduma ya mchezaji huyo kuweza kwenda kukitwanga pale kunako klabu ya Zamalek ambayo na makao yake pale nchini Misri. Mpaka kufikia hapo mimi sina la ziada, lakini pia unaweza kulike
lakini pia kucomment. Je, unafikiri kuondoka kwa wachezaji hawa kunako klabu ya Dar Young Africans ndio litakuwa anguko la Yanga au vipi? Tuone.